Kikosi cha Simba jana Jumapili kilikuwa kwenye mwendelezo wa maandalizi yake ya kimataifa kwa kucheza mechi ya kirafiki ya pili dhidi ya Al Hilal Omdurman ya Sudani kwenye viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, ukiwa ni mchezo wa pili wa kirafiki tangu Dimitri Pantev akabidhiwe timu hiyo. Mechi hiyo ilikuwa sehemu ya programu maalum ya Pantev kuelekea mtihani wake wa kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika weekend ijayo. Katika mechi ya kwanza kirafiki kati ya timu hizo ambayo ilipigwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Simba iliibuka na ushindi mabao 2-1. Ushindi huo ulimpa Pantev taswira ya awali kuhusu uwezo wa kikosi chake na wapi anapaswa kuanzia. Nikimnukuu Pantev anasema, siwezi kubadilisha kila kitu kwa wakati mmoja. Nimeona vijana wanajituma, wanaelewa kile ninachohitaji. Niliwaambia nini nahitaji katika mechi hizi. Kwangu matokeo sio kitu kwenye mechi za kirafiki, ni kuona namna gani kama timu tunacheza tupo sehemu nzuri. Mwisho kunukuu. Pantev aliongeza kuwa anatambua ugumu wa mechi inayowakabili dhidi ya Nsingizini Hotspurs, huku akieleza kuwa lengo la mechi mbili za kirafiki ni kujenga maelewano ya kimbinu. Nikimnukuu anasema, tunahitaji kuwa timu inayocheza kwa mpangilio, inayoshambulia kwa mahesabu na kulinda kwa umoja. Mechi hizi za kirafiki ndizo zinazoniwezesha kuona nani yuko tayari kupigania nembo ya Simba ndani na nje ya uwanja. Ni kawaida wachezaji kuwa na majukumu ya kitaifa, lakini ninachokifanya ni kuhakikisha waliopo wanakuwa tayari kimwili na kiakili. Tutakapokuwa wote itakuwa rahisi kuunganisha mfumo. Mwisho kunukuu. Baadhi ya wachezaji wa Simba ambao wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa ni Yakubu Suleiman, Wilson Nangu, Yusufu Kagoma, Selemani Mwalimu na Morris Abraham kwa Taifa Stars, ambayo itacheza kesho Jumanne mechi ya kimataifa kirafiki dhidi ya Iran huko Dubai. Kwa mujibu wa ratiba, kikosi cha Simba kitaondoka nchini Alhamisi hii Oktoba 16 kwenda Eswatini kwa ajili ya mechi ya mkondo wa kwanza hatua ya pili ya mchujo. Hivyo huenda kocha huyo asipate muda wa kutosha kufanya maandalizi na wachezaji hao, hivyo itambidi kuwa na mpango mbadala. Yote hii imetokana na mechi ya kirafiki waliocheza hapo jana Simba Sports Club dhidi ya Al Hilal Omdurman, ambapo jana Simba walipokea kichapo cha mabao 4-1, mabao ambayo kwa upande wa Simba lilifungwa na Elim Panzo, huku upande wa Al Hilal akifungwa na Kolibali pamoja na Sunday aliyefunga mawili.